Alright, ni wakati wa viji mambo. Naam, viji mambo tunaangazia tabia chwara ambazo kidogo huenda ukiendelea nazo huenda zikaharibu mambo zaidi, au sio? Naongea kuhusu tabia chwara. Naam, kuna kisa kimoja kilitokea katika eneo moja. Niruhusu niangazie tu eneo hili, eneo la Lesos kule Uasin Gishu, ambapo basi kuna pasta mmoja wa hapa alimwandalia sala spesheli muumini aliyemdai, ili hali alichukua pesa kutoka kwake kama sadaka. Naam, alifika mahali, ushaiona watu ambao wamefika mahali, mtu amekuja kanisani, ameambia pasta, hii ni sadaka natoa kwa ajili ya nataka uniombee. Pasta hakumuitisha, mwenyewe amepeleka sadaka. Alafu sijui kulitokeaje, maybe amekosana na wengine kanisani, maybe kila ambacho alikuwa anaombea hakijatendeka. Alafu anarudi kwa pasta, anamwambia pasta, nirudishie pesa yangu. Nilikuja ukaniombea nipone, sikupona, nilienda kwa daktari ndio nikapona. Kwa hivyo nirudishie pesa yangu. Yani hata nani alikuambia kwamba maombi ya pasta hayakusaidia? Je, wangapi walienda kwa ile daktari ambaye ulienda kwake na bado akaaga dunia? Lakini kwa upande mwingine, of course sikatai kwamba kuna matapeli wala ambao utapeli watu pesa, lakini ninapoangalia pasta alikuitisha hizo pesa, mwenyewe ulipeleka kwa hiari, ndio. Sasa mbona unarudi kwanza kumdai? Watu wanaanza kudai, nasema hapana, na pasta siku hizi mapasta namo hapo, lakini unaenda pale, yani umeenda kanisani wakati ambapo umetofautiana na mtu fulani amekuongelesha, unasema huyu mtu kwanza ni deacon wa kanisa, hii kanisa na hama. Alafu narudi kwa pastor, unasema unaona hiyo pesa nilitoa last year, zile za mchango, zile 50,000, nataka mnirudishie. Wewe nani alikwambia pesa zilijenga kanisa? Nani alikwambia baada yako nazo? Kuna watu ambao hufika mahali wanaenda kufanya vitu kanisani, so they feel entitled, wanafikiria hiyo kanisa ni yao. Wacha nikwambie, hata majuzi rais alisema hivi, wakati unapoenda kutoa pesa kanisani, haupatii pasta, unampatia Mungu. Rais ndiye alisema. Kwa hivyo unapofika mahali unasema wacha turudishe, kwani ni Mungu anarudisha hizo pesa? Hivyo ndiye alikuwa anauliza. Kwa hivyo swala ambalo anauliza pale, unapoenda kudai pale ulipeana pesa ni kama mkopo. Je, ulikuwa unatoa kwa Mungu ama kwa mchungaji? Ni tabia chwara sana. Na nafananisha hili na hivi, watu ambao wanaingia kwenye uhusiano, unapenda binti fulani, unamchumbia, mnapanga kuoana, alafu mkitofautiana kidogo, unataka kurudishia pesa ambazo umespend kwake. Mtu amekuja ukamnulia nyama, unataka kutapikia nyama, unataka akurudishie viatu, utavaa. Kwa hivyo unafika mahali unataka nirudishie kila kitu, nilikupatia kila kitu, pesa nitumie zile ambazo nikutumia. Hana. Kwa hivyo ni tabia, kama una spend kwake na hamjaoana, spend kwa hiari, ukijua kwamba zinaweza zikapotea, mnaweza mkaendelea vizuri. Kwa hivyo expect anything but amini for the best. Kwa hivyo ikitokea, isifanywe kameze ratratu kufe bana. Kwa hivyo please, ni tabia chwara. Wapeana kitu kwa hiari, alafu ataka urudishiwe juu mmekosana. Tabia chwara. Ni kwenye viji mambo, na ami hapa VMM, ukipenda Victor Mandala, kuambia kwamba tabia chwara, achana nayo. Hakikisha kwamba umesubscribe. Chini ya video hii kuna neno subscribe. Click hiyo neno subscribe, kiambia sign in na Gmail account yako. Copy the link and share, naweka comment yako hapa chini, na Mungu akutende wema. Subscribe, Ni kwenye viji mambo, na ami hapa VMM, ukipenda Victor Mandala, nasema tabia chwara, achana nayo, au sio?